Kuanzia sasa tunahesabu siku tu kuelekea kwenye fainali ya kombe la shirikisho ambayo itawakutanisha Simba dhidi ya RS Berkane pale kwenye dimba la Amani Zanzibar. Na tunafahamu ni moja ya mchezo ambao kwa upande wa klabu ya Simba wanahitaji mabao matatu ili waweze kunyakua moja kwa moja, yani ubingwa wa kombe la shirikisho. Endapo akaibuka na ushindi wa goli 3-0 ama zaidi, ya maana kwamba kwa upande wa klabu ya Simba watakuwa mabingwa moja kwa moja. Lakini tayari kwa upande wa RS Berkane wameweza kuingia ndani ya Zanzibar, lakini kitu ambacho wamekifanya utashangaa wewe mwenyewe. Lakini kabla sijakupatia taarifa hii, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Karibu tuweze kuangazia taarifa hii kiundani zaidi. Kama ambavyo unafahamu hapo awali, kwa upande wa shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF waliwapa taarifa klabu ya Simba kwamba inatakiwa waweze kusafirisha mabasi mawili. Mabasi hayo mawili ni kwa ajili ya mwenyeji yeye mwenyewe Simba, lakini pia basi lingine liwe kwa upande wa RS Berkane. Kwa upande wa CAF walichokuwa wanakihitaji ni kuweza kuyapamba mabasi hayo kuwa na muonekano mzuri kwa ajili ya fainali hiyo. Lakini mambo yamekwenda tofauti. Kwa upande wa timu ya RS Berkane wamekwenda kiutofauti na vile CAF ambavyo walikuwa wanahitaji. Timu ya RS Berkane kutoka pale nchini Morocco tayari imeweza kuwasili pale visiwani Zanzibar kwa ajili ya mchezo wa kimataifa dhidi ya Simba. Huku ujio huo ukizua gumzo kubwa mitandaoni na kwenye vyombo vya habari. Mara baada ya kutua, wachezaji na viongozi wa timu hiyo walionekana kushuka na mizigo mikubwa isiyo ya kawaida, ikiwemo maboksi hayo ambayo walikuwa wamebebea vyakula, lakini pia maji ya chupa na vifaa vingine vya kujihudumia. Lakini pia haikuishia hapo. Kilichoibua mshangao mkubwa zaidi ni uamuzi wa RS Berkane kukataa kutumia basi rasmi ambalo kwa upande wa klabu ya Simba walikuwa wameweza kulisafirisha kuelekea huko Zanzibar, na badala yake kuchagua basi lingine ambalo wanaamini wao ndio ambalo litawafaa zaidi. Hatua hiyo imezua maswali mengi, huku baadhi ya watu wakitafsiri kama ni ishara ya kutokuwa na imani maandalizi ya wenyeji wao. Kama ambavyo tunafahamu, kwa upande wa soka la Afrika mambo yamekuwa ni kawaida haya. Mgeni akifika sehemu anataka kuandaa mazingira yeye mwenyewe. Aidha, taarifa zinaeleza kuwa timu hiyo iliamua kuja na chakula na maji yao wenyewe kwa hofu ya usalama wa kiafya na tahadhari dhidi ya uwezekano wa mambo ya kiimani ambayo mara kadhaa huaminika kuwepo katika soka la Afrika. Mpaka sasa hivi kwa upande wa viongozi wa klabu ya Simba hawajaweza kueleza lolote kuhusu hatua hiyo ya RS Berkane, huku mashabiki wengi wakichangia mitandaoni kwa hisia tofauti, wengine wakiona pia ni busara kwa timu hiyo kuwa makini, huku wengine wakieleza kuchukizwa na hatua hiyo, wakidai ni dharau kwa timu kama ya Simba na taifa kwa ujumla. Tumekuwa tukiona kwa upande wa mgeni ambapo anakuja ugenini kwenye soka la Afrika, wasiwasi imekuwa kawaida kwenye upande wa soka. Figisu mara nyingi wengi wamekuwa wanaamini hivyo kwamba soka la Afrika limekuwa na figisu, hasa kulingana na mazingira ambao walikuwa wanaandaa. Hata pia kwenye upande wa hotel pamoja na kiwanja cha mazoezi kwa upande wa RS Berkane, wao tayari walifanya kila kitu bila kuwashirikisha wenyeji Simba kama ambavyo CAF wamekuwa wakihitaji. Hii yote ni kuwa na imani tu kwamba huenda wenyeji wakawafanyia figisu. Kwa upande wako na lipi la kuzungumza baada ya RS Berkane kufanya hivi? Toa maoni yako nami nitapitia. Shukran.